Ni simulizi ya maumivu, majuto na hatimaye matumaini kutoka kwa kijana Cuthbert Mwashala aliyewahi kuwa mwanafunzi wa udaktari, lakini akaacha masomo baada ya kuingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Wakati nimehitimu kidato cha 6, tukio yangu alivyotoka niliweza kuchaguliwa kwenda kusoma chuo jijini Dar es Salaam, na nilienda kusoma chuo cha Kigamboni City College of Health and Allied Science. Nilikuwa nimeenda kusoma kozi ya clinical medicine ambayo kwa kifupi inaitwa CO. Nilitoka huko wakati nilikuwa situmii kabisa pombe wala bangi, lakini nilipofika kule nilienda kukutana na marafiki wakaweza kunishauri na kunishawishi kuweza kuanza kufanya nini, kutumia pombe. Nikaanza kutumia pombe na mimi nikaona kama vile nakuwa yani nakuwa nachangamka kidogo na nakuwa tofauti kidogo na vile nilivyokuwa natumia soda. Basi kaendelea hiyo system, na pia katika kundi langu pia kulikuwa kuna mdada mmoja alikuwa anatokea kaskazini kule. Yeye alikuwa anatumia bangi pia. Alikuwa anazileta zile bangi kutoka kule, na alikuwa anashare na rafiki zake wale. Wakanishauri pia na mimi niweze kufanya kuingia kwenye matumizi ya bangi. Nikafika stage second year nikashinda kufanya vizuri kwenye matokeo yangu ya mwaka wa pili, na nikapata discontinue, yani sikuweza kufaulu kuendelea tena kwenda chuo. Nikafikia stage hata nashindwa hata kufanya ni kupata chakula vizuri, kwa sababu madhara makubwa sana ya matumizi ya dawa za kulevya. Kwanza anakatisha hamu ya kula. Nikawa nakosa sana hamu ya kula, na hizi vinywaji vikali hivi vinaleta sana vinasababisha sana mtu anakosa hamu ya kula. Kwa hiyo ikafikia stage kwamba mimi nikaanza kupata first stage ya tatizo la ini. Kwa sasa Mwashala ametoka kwenye matumizi hayo na anatoa elimu kwa vijana wenzake kuhusu madhara ya dawa hizo. Kwa mujibu wa mtaalamu wa saikolojia kutoka hospitali ya Ifisi, Dr. Chris Mzumbwe, athari za matumizi ya dawa hizo huenda mbali zaidi ya mwili, huathiri akili, mahusiano na hata uwezo wa mtu kujitegemea. Tunapofika hatua sasa dawa za kulevya umeshazitumia kwa kiwango au kwa kiasi fulani, inafika hatua afya yako ya akili inakuwa haiko sawasawa. Unakuwa na fikra ambazo haziko sawasawa. Unakuwa na mtazamo ambao hauko sawasawa. Unakuwa ni mtu ambaye huwezi kujithamini wewe. Kwa upande wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA, wanasema mapambano haya yanahitaji ushirikiano wa familia, jamii na taasisi mbalimbali, kama anavyoeleza afisa DCEA kanda ya Nyanda za Juu Kusini, Bwana Adrick Ndelwa. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya inaongozwa na mikakati minne ambayo ndio inafanya kazi kwayo. Mkakati wa kwanza ni kudhibiti uingizaji, usambazaji wa dawa za kulevya, ambao hii imekuwa ikitekelezwa kwa kufanya operesheni mbalimbali kuhakikisha kwamba wanakamatwa wale wote ambao wanajihusisha na biashara pamoja na matumizi ya dawa za kulevya. Na ndio maana utasikia kuna mahali vijiwe vimesambaratishwa, utasikia kuna watu wamekamatwa na dawa za kulevya aina ya bangi, heroin, cocaine na kadhalika. Juni 26, siku ya maadhimisho ya kupinga matumizi ya dawa za kulevya, ujumbe mkubwa unaoendelea kutolewa ni kwamba kuna maisha bora nje ya utegemezi wa dawa hizo, lakini kila kitu huanza na uamuzi wa mtu binafsi. Kutoka hapa mkoani Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole.